Mpendwa msikilizaji wetu, karibu tena katika mwendelezo wa masomo haya mazuri ya kesha la asubuhi. Na leo ikiwa ni Januari ya 29 ya mwaka 2016. Leo tuna somo zuri ambalo lina kichwa cha somo kisemacho Musa awezeshwa kuwa mbele ya Farao. Litajengwa katika kitabu cha Kutoka sura ile ya 5 mpaka sura ile ya 7. Kabla ya kuendelea basi na tuombe. Mungu wetu mpendwa, tunakushukuru sana. Asante Bwana kwa uwezo wako wa kututoa kutoka kwenye utumwa wa dhambi. Sisi ni vyombo mikononi mwako, tutumie kwa baraka kwa watu na kazi yako. Tuepushe na yule mwovu, tusaidie tusiabudu miungu mingine. Kwa jina la Yesu Kristo Bwana wetu, amina. Fimbo ya Musa ikawa fimbo ya Mungu. Una nini mkononi mwako leo? Tunaposalimisha vyote tulivyo navyo kwa Bwana, yeye atafanya kazi ndani yetu kama mawakala wake kwa njia na miujiza. Yeye huchagua mawakala wake si kwa sababu wao ni wakamilifu, bali kwa sababu kupitia kuunganishwa kwao naye, yeye mwenyewe atawakamilisha. Sisi pia ni vyombo mikononi mwa Mungu, na pia wakati mwingine tunasahau kwamba hatuwezi kuwaokoa wanadamu kutoka mikononi mwa shetani peke yetu. Hatuwezi kubadili tabia zetu zilizokita mizizi, lakini Mungu kupitia Roho wake anaweza kufanya hivyo. Bwana anapotutuma kuhubiri injili hii ya ufalme wake, yeye anajua upinzani tunaoweza kukutana nao, lakini kama alivyomwahidi Musa, atatutendea makuu nasi. Sisi tu vyombo tu. Je, Mungu alimhitaji Musa kuwakomboa Waebrania kutoka Misri? Hapana. Je, Mungu anatuhitaji sisi kuwaweka watu huru kutoka dhambini? Hapana. Ila Mungu anatuita tufanye kazi naye kwa sababu anazozijua yeye. Na kabla Mungu hajatuambia tumwamini, yeye hutupa ushahidi. Kwa hiyo imani yetu sio ya kumangamanga tu gizani. Basi Musa na Haruni wakaenda mbele ya Farao na kumwambia kuwa Bwana Mungu asema, wape ruhusa watu wangu waende ili kunifanyia sikukuu jangwani. Farao akajibu kwa dharau akisema, Bwana ni nani hata nisikilize sauti yake na kuwapa ruhusa Waisraeli ruhusa waende zao? Simjui Bwana wala sitawapa ruhusa. Farao alikuwa ameshamjua Mungu wa Israeli kutokana na historia, ila ujeuri na kiburi vilimponza. Basi wakamwambia kuwa wamekutana na Mungu wa Waebrania na inabidi waende safari ya siku 3 jangwani na kumtolea dhabihu Mungu ili asije akawapiga kwa tauni na upanga. Farao akawaambia kwa nini wanawaachisha watu kazi. Farao akaamuru wanyapara wasiwape tena watu majani ya kutengenezea matofali, bali waende kutafuta majani wao wenyewe na kutengeneza idadi ile ile ya matofali, maana ni wavivu na wanapiga kelele eti kuwa wanasema, tupe ruhusa twende kumtolea Mungu wetu dhabihu. Akafanya wapewe kazi nzito na wataabike ili wasiangalie maneno ya Musa ya uongo. Watu wakatawanyika wapate kukusanya majani, na wanyapara wakawa wanatoa amri ili shughuli za kila siku ziendelee kama wakati ambapo majani yalikuwapo. Wanyapara wakawapiga Waisraeli na kuambia, kwa nini hamkumaliza kazi mliopewa jana na leo? Wanyapara, yaani wasimamizi, wakamlilia Farao kwa nini anawafanyia vibaya kwa kutowapa watumwa majani. Farao akasema ni wavivu tu. Farao akawaambia waendelee na kazi na hawatapewa majani. Wanyapara wakaona hali ni mbaya na wakakutana na Musa na Haruni na kuwalalamikia. Wakasema maisha yao yalikuwa na nafuu mpaka yeye na Haruni walipoenda kwa Farao kumwambia awaruhusu kwenda kutoa dhabihu kwa Mungu wao. Wakasema, mmetia harufu yetu kuwa chukizo mbele ya Farao na watumwa wake watuue. Bwana akamwambia Musa, sasa utaona nitakavyomtenda Farao, naye atawapa ruhusa kwenda. Kwa mkono hodari wa Mungu atawafukuza katika nchi yake. Mungu akamwambia Musa, mimi ni Yehova niliyemtokea Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Nimelithibitisha agano langu nao na kuwapa nchi ya Kanaani. Akamkumbusha kuwa amesikia kilio chao na amelikumbuka agano lake, naye ni Yehova, naye atawatoa chini ya mzigo wa Wamisri. Nao watakuwa watu wake, naye atakuwa Mungu wao, kwani atawakomboa kwa mkono ulionyoshwa na kwa hukumu kubwa.
Kuna miungu mingi duniani ambayo sio ya kweli. Inasemekana nchi za Asia zina miungu zaidi ya milioni 600. Ukiwa na shida ya kumjua Mungu wa kweli aliyeumba mbingu na nchi, kumbuka ni Mungu wa Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Ndiye pekee Mungu wa kweli. Mahali pengine mtu amechukua mti na kipande chake, amechonga na kukifanya kama Mungu na kukiabudu, na kipande kingine anatengeneza kiti cha kukalia, na kipande anatumia kama kuni kupikia chakula. Mungu wa kweli ni Mungu aliye hai. Huyu anatofautishwa na miungu ambayo inatumiwa na shetani kufanya ishara za namna fulani. Soma kuhusu Mungu huyu na umfuate. Ndiye Mungu pekee aliye hai, anayetawala, na ndiye mwanzo na mwisho, Alfa na Omega, au mfalme wa wafalme. Bwana akamwambia tena Musa azungumze na Farao ili awape ruhusa watu watoke katika nchi yake. Naye Musa akasema kwa Bwana, wana wa Israeli tu hawajanisikiliza. Je, Farao atanisikiliza mimi niliye na midomo isiyo na tohara? Musa aligundua hekima ya kukaa kimya na kuacha Mungu ampiganie. Mungu anataka kuwa Mungu wetu, si tu Mungu wa baba na mama zetu au wachungaji wetu. Yeye anataka kuwa mkombozi wetu. Je, tutaondoa macho yetu na kuondoa mashaka yetu kwa mambo madogo na mambo makubwa? Je, tutainua vichwa vyetu na kuweka tumaini letu kwa yule ambaye anatamani kutusaidia na ukombozi ambao tayari ametimiza kwa niaba yetu? Tunapoteswa na kupata dhiki, tukumbuke na kudai ahadi za Mungu za ukombozi. Ijapokuwa ahadi imechelewa kwa muda mrefu, Yesu atatimiza ahadi yake na kuja tena ili kutuchukua mbinguni. Yohana sura ya 14 fungu la 1 mpaka la 3. Kwa maana ni rahisi zaidi kwa mbingu na dunia kutoweka kuliko neno lake listimie. Haizuru shetani atafanya nini ili kulizuia hili. Mungu atawachukua watu wake hadi Kanaani ya mbinguni. Bwana akamwambia Musa kwamba amemfanya yeye kuwa kama Mungu kwa Farao, na huyo ndugu yake Haruni atakuwa nabii wake. Na Musa anene yale Mungu atakayomwagiza, na Haruni atanena na Farao ili awape wana wa Israeli ruhusa watoke nchini kwake. Akasema tena, ataufanya moyo wa Farao kuwa mgumu, na atafanya ishara nyingi za ajabu katika nchi ya Misri. Ugumu wa moyo wa Farao ulikuja kwa vile Roho wa Mungu alimtoka na akakosa ushauri wa Mungu, na hivyo akaendelea mbele kwa ukaidi na uasi pasipo kuacha. Musa akaona hajasikia bado, wala hajamjua Mungu bado kwamba ndiye Bwana. Musa akayapiga maji ya mto, nayo yakawa damu. Basi maji yote ya Misri yakawa damu, na samaki wakafa, na mto ukatoa uvundo. Wa Misri wakachukia kunywa maji ya uvundo, baada ya Haruni kushika fimbo na kunyosha juu ya maji na mito, vijito vyote vya Misri pia. Maji katika vyombo vyote vyenye maji vya miti na mawe yakawa damu pia. Waganga wa Misri wakaigiza hili pia, na moyo wa Farao ukawa mgumu, wala hawakusikiliza kama Bwana alivyonena. Farao akaendelea na shughuli zake, akizunguka kwenda kwake bila kutilia maanani. Wamisri walichimba maji ya kunywa kando ya mto kwa siku 7 baada ya Bwana kuupiga mto. Hebu piga picha kichwani kwamba unapoenda kwenye mtungi wako au friji na unakuta maji yakiwa mekundu, sababu ya Bwana kutoa mapigo ni kuleta hukumu kwa Misri. Maana nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huo, nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, na mwanadamu na wa wanyama, nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Mimi ndimi Bwana. Kutoka sura ya 12 fungu la 12. Baada ya hili pigo, Bwana akamwamuru Musa aende kwa Farao tena. Mungu akitupatia kazi ya kufanya, mara zote anatoa uwezo wa kuifanya na kuleta majibu kwa matatizo yetu. Hebu hii itupe ujasiri wa kusonga mbele. Tukiwa waaminifu kwa Mungu, yeye atatutumia katika utoto wetu hadi uzee wetu. Mungu anapaswa kukaribiwa kwa kicho katika sala. Wengine hufikiri kuwa ni alama ya unyenyekevu kusali kwa Mungu kwa njia ya mazoea au ya kawaida, kama vile wanavyozungumza na mwanadamu mwenzao. Wanalichafua jina lake kwa kujichanganya bila ulazima na kutaja bila kicho katika sala zao kwa maneno Mungu Mwenyezi, Adonai, Yehova na kadhalika. Haya ni maneno matakatifu na ya kutisha ambayo
hayapaswi kamwe kutoka midomoni mwao isipokuwa kwa sauti iliyotiishwa na kwa hisia ya kicho inayohisi utukufu na utakatifu wa Mungu. Leo pia nitakuachia maswali ambayo yatakufanya upate vitu vingine vingi kutoka katika somo hili. Swali la kwanza, kwa nini Wanyapara walimlalamikia Musa? Swali la pili, kwa nini moyo wa Farao ulikuwa mgumu? Swali la tatu, waganga wa Misri waliwezaje kuigiza miujiza? Swali la nne, kwa nini Mungu alileta mapigo Misri? Swali la tano, pigo la kwanza lilikuwa nini? Na swali la mwisho, kuna tofauti gani kati ya Mungu na miungu? Mungu akubariki sana wewe kijana na uliye mtoto wa Yesu. Nikukaribishe tena katika masomo yatakayokuwa yakiendelea ya makesha haya asubuhi, yapatikanayo katika channel ya Maarifa ya Mungu mtandaoni. Niliyekuwa nikikusomea masimulizi haya ni mimi Jackson Samueli Mlumbulila, na aliyekuandalia somo hili ni Madam Grace Momadi. Hadi wakati mwingine tena, Mungu atulinde sote katika jina lake Yesu Kristo Bwana wetu. Amina.